Somo letu la leo linanikumbusha hatua za ukuaji zinazotokea katika maisha na maendeleo ya mtoto mdogo. Hatua ya kwanza ni utotoni, na kauli kuu katika hatua hii ni nisaidie, na lengo kuu katika hatua hii ni kuishi. Mjukuu wetu mdogo Lily kwa sasa anazunguka nyumbani akisema saada saida. Basi hiyo ndiyo kauli kuu katika hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kugundua, na kauli kuu ni nieleze nifanye nini, na lengo kuu ni kujifunza. Mtoto anayekuwa anajifunza kila kitu, kuanzia kutembea hadi kuongea. Hatua ya tatu inatoka kwenye kugundua hadi kubinafsisha, na kauli kuu ni nionyeshe jinsi ya kufanya. Lengo hapa ni changamoto. Hatua ya nne ni ukomavu, na kauli kuu katika hatua hii inasema kitu kama nitazame, maana sasa nitaanza kujitegemea, na hapa lengo ni kuzalisha. Sasa swali ni hili, wewe unaishi katika hatua gani kama mwanafunzi wa Bwana? Alama ya mwanafunzi anayekomaa sio tu kuwa na maarifa zaidi, ni kuzalisha kwa vitendo. Na hiyo ndiyo inafanya kauli ya Yesu hapa chumbani juu kuwa na nguvu sana. Sasa ninasoma kutoka Yohana saa 13 na madakika 34. Amri mpya nawapa, kwamba mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Kwa maneno mengine, Yesu anasema, nataka wewe, mwanafunzi wangu, uanze kunizalisha mimi, mtazamo wangu, roho yangu, upendo wangu, ndani na kupitia maisha yako. Sasa ni kweli kama waumini hatutawahi kuacha kabisa kila hatua ya ukuaji nyuma. Wakati mwingine tunahitaji msaada, wakati mwingine tunahitaji taarifa zaidi. Kwa kweli, Mungu hakukusudia tuondokane kabisa na uhitaji wa mafundisho, kutiwa moyo na changamoto. Daima tutahitaji mtu wa kutuambia au kutusaidia au kutuonyesha jinsi ya kufanya mambo. Ufuasi ni mchakato endelevu wa kujifunza, kutenda, kufundisha na wakati mwingine kushindwa. Sasa kabla hatujaendelea, tunapaswa kutambua kwamba Shetani ameingia ndani ya Yuda kulingana na Yohana saa 13 na madakika 27, na Yuda sasa ameondoka katika chumba cha juu. Ni katika wakati huu ndipo Yesu anasema haya hapa kwenye mstari wa 31. Sasa mwana wa Adamu ametukuzwa na Mungu ametukuzwa ndani yake. Ikiwa Mungu ametukuzwa ndani yake, Mungu pia atamtukuza ndani yake mwenyewe na atamtukuza mara moja. Hii inamaanisha kwamba kuingiwa kwa Yuda na Shetani na kuondoka kwa Yuda sasa kunaanzisha hatua za mwisho katika mchakato wa Yesu kutukuzwa kama Masiha. Kwa maneno mengine, saa yake hatimaye imefika. Yesu anaanza maelezo hapa katika mstari wa 33. Watoto wadogo, bado kidogo nipo pamoja nanyi. Mtanitafuta. Na kama nilivyowaambia Wayahudi, sasa nawaambia ninyi pia, ninapokwenda hamwezi kuja. Sasa hii ndiyo mara ya pekee katika Injili ambapo Yesu anawaita wanafunzi wake watoto wadogo. Ni neno la upendo linalotumiwa mara nyingi na Wagiriki kuelezea uhusiano kati ya mama na mtoto mchanga. Kama vile mama anavyosema mtoto wangu mpendwa au binti yangu mpendwa, Yesu anasema watoto wangu wapendwa. Na anasema nini? Ninakwenda mbali na hamwezi kuja pamoja nami. Anatabiri kifo chake na kurudi kwake kwa Baba. Na hii inamaanisha kwa njia nyingine wanafunzi hawataweza kuungana naye mara moja. Kwa hiyo, kwa nini anatumia neno hili la upendo? Naam, naamini ni kwa sababu anawaandaa kwa moja ya mambo ya kutisha zaidi ambayo mtoto anaweza kupitia, yaani kuwa peke yake. Kwa maana halisi kabisa, wanafunzi kwa wakati huu wanapitia hofu ya kitoto. Na hofu hiyo inaonekana katika kile Petro anachosema mstari wa 36. Bwana, unaenda wapi? Anafuatia hili katika mstari wa 37 kwa kusema, kwa nini siwezi kukufuata sasa? Kisha Petro anatoa tamko la kujiamini, nitaweka maisha yangu rehani kwa ajili yako. Basi Bwana anamwambia Petro hapa katika mstari wa 38, je, utaweka maisha yako rehani kwa ajili yangu? Amin, amin nakuambia, jogoo hatapiga kabla hujanikana mara 3. Tutaona utimilifu wa unabii huu baadaye kidogo katika safari yetu ya hekima.
Mathayo na Marko wanaongeza kwamba Yesu alisema wanafunzi wote watamwacha usiku huo. Watakimbia, watatawanyika kama kondoo. Inaonekana kama Petro na wengine hawakusikia kabisa amri ya Yesu hapa kwenye mstari wa 34. Wamejikita zaidi kwenye wazo la kuondoka kwake, lakini ni hii amri iliyopuuzwa ndiyo jibu la hofu zao. Sikiliza tena, amri mpya nawapa, kwamba mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Kwa maneno mengine, anawaambia hamtakuwa peke yenu. Mnayo kila mmoja wenu. Mtakuwa na familia ya kiroho ambapo upendo wa Kristo utazaliwa ndani yenu na kupitia kwenu. Sasa katika sura inayofuata Yesu anawaambia kwamba atawapa Roho Mtakatifu kama mfariji. Lakini hebu nieleze, hawapewi Roho Mtakatifu ili wasihitajiane wao kwa wao. Na hilo ni kweli kwetu sisi leo pia. Kwa kweli, upendo wa ajabu wa wanafunzi wake utaonekana. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 35, kwa hili watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu kama mnapendana. Anasema dunia itawajua wanafunzi wake kwa alama hii moja, sifa hii moja ambayo ni kupendana. Lakini ni nini kipya kuhusu amri hii? Kwanza kabisa, huu ni mtazamo mpya wa upendo. Neno linalotumika hapa kwa upendo ni agape. Agapa ni kitenzi chake. Inamaanisha kuchagua kwa makusudi, kujitoa, kujitolea, kutoa. Kwa upendo wa agape hauanguki tu kwenye upendo, unachagua kupenda. Neno agape halikutumika sana katika ulimwengu wa kidunia. Ilichukuliwa kuwa ya kuchosha na isiyo na ladha. Waandishi wa Kigiriki walipendelea maneno mengine ya upendo kama eros, ambapo tunapata neno letu la kisasa la erotic, yaani upendo wa kimapenzi, au epithumia, huo ni upendo wa shauku kali, au hata storge, kwa upendo wa kifamilia. Ni jambo la kuvutia kwamba Mungu alichagua kutumia neno agape karibu pekee katika marejeo ya Injili, ndoa na familia na hata kanisa. Mnachagua kupendana. Pili, hii siyo tu dhana mpya ya upendo, sasa kuna mfano mpya wa upendo. Yesu anasema hapa, kama vile nilivyowapenda ninyi. Anasema, nataka msogee kwenye hatua ya 4 ya maisha hapa. Mimi nimewaonyesha jinsi gani. Sasa rudieni aina hii ya upendo katika maisha yenu wenyewe. Unaona, Yesu anaposema pendeni ninyi kwa ninyi, unajua, mara nyingi tunafikiria juu ya mwili mzima wa Kristo, lakini nataka utafakari ukweli kwamba amri hii ilitolewa kwanza kwa wanaume 11. Aliposema pendaneni, basi walitazamana wao kwa wao. Waangalie, wana tabia tofauti, asili tofauti, maoni tofauti. Yesu hawasemi nataka mjitahidi kupendana, nataka mjitolee kadri ya uwezo wenu. Hapana, anasema pendaneni kama vile mimi nilivyowapenda ninyi. Na nataka utafakari jambo hili. Yesu anaupa ulimwengu nafasi ya kujaribu uhalisi wetu. Ni kama vile Yesu anaiambia dunia, nawapa kipimo cha kupimia ukweli wa wale wanaosema ni wangu. Hivyo mnaweza kuamua wenyewe, dunia, kulingana na kile mnachokiona. Wapendwa, wanaona nini ndani yako? Nilisoma kwamba baada ya Pueblo kukamatwa na Wakorea wa Kaskazini miaka ya 1960, wanachama walionusurika walitupwa kwenye kifungo cha kikatili. Kwa kweli, katika tukio moja maalum, wanaume 13 walitakiwa kukaa kwa mtindo mkali sana kuzunguka meza ya mkutano kwa masaa kadhaa mfululizo. Kisha mlango ulifunguliwa kwa nguvu na askari akampiga kikatili mtu aliyeketi kwenye kiti cha kwanza kwa kitako cha bunduki yake. Siku iliyofuata, kila mtu alipoketi tena kwenye viti walivyopangiwa, mlango ulifunguliwa kwa nguvu na yule yule aliyeketi kwenye kiti cha kwanza akapigwa kikatili tena. Siku ya tatu, jambo hilo lilitokea tena kwa mtu yule yule. Basi wakijua kwamba mtu huyu hangeweza kuvumilia zaidi, baharia mwingine kijana alichukua nafasi yake. Na mlango ulipofunguliwa kwa nguvu, askari akampiga mwathirika mpya bila huruma. Na kwa wiki kadhaa, kila siku mtu mpya alijitolea kuketi kwenye kiti kile cha kutisha, akijua kabisa kitakachotokea.
Hatimaye walinzi walikata tamaa na kuacha. Hawakuweza kabisa kushinda aina hii ya upendo waliokuwa nao hawa wanaume kwa ajili ya wenzao. Wapendwa, tusisahau kwamba dunia inatuangalia. Hivyo basi, hebu tutafute njia za kuonyesha ulimwengu wetu alama hii, tofauti hii, aina hii ya upendo, upendo wa Kristo tulio nao kwa ajili ya kila mmoja wetu. Basi hadi safari yetu nyingine ya hekima itakapoanza, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.